So karibuni guys. Kwa hiyo leo tutaanza na Express.js. Kwa hiyo kwenye upande wa Express.js hakikisha kwamba una baadhi ya fundamentals ambazo zinahitajika. Kwa hiyo kitu cha kwanza hakikisha unajua nini maana ya Node.js, unajua basics za Node.js na pia hakikisha unajua fundamental za JavaScript na hata pia intermediate concepts za JavaScript. Kwa mfano kwenye upande wa fundamentals hakikisha unajua nini maana ya variables, unajua nini maana ya loops, nini maana ya objects na zinazofanya kazi. Pia unajua kwenye upande wa module nini maana ya module na modules zinafanyaje kazi. Na pia kitu kingine hakikisha unajua nini maana ya function, unajua pia basics za object oriented programming kwenye upande wa JavaScript. Kwa hiyo tunaanza hapa. Kwa hiyo ili uweze kujifunza Express.js, mimi huwa napenda kufuatilia kupitia documentation. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao documentation kwao inakuwa so poa, it's okay, ila mimi kwangu naona imekaa poa. So kwa kupitia hii website ya expressjs.com, kwa hiyo ndo tutasoma. Ukiingia hapa ndo utakutana na landing page ya express.js, ndio hivyo. Kwa hiyo anakuambia kwamba first an opinionated minimalist web framework for Node.js. Kwa hiyo ni kwamba ya Express.js imekuwa built on top of Node.js. Kwa hiyo ndio kitu kama hicho. So hapa kuna mfano anakuambia kwamba clarity over complexity. Ni kweli, it is simple, yani kufanya setup kwa ajili ya develop API ni rahisi. Kwa hiyo Express.js inatumika katika web applications, ndio hivyo. Pia kwenye kutengeneza APIs tutasoma vizuri, kwenye issue ya performance pia tutapitia, na upande wa middleware tutapitia. Kwa hiyo kuna baadhi ya terminologies zinaweza zikawa ni ngumu, ila the way muda unaenda utafanikiwa kuzielewa vizuri. So hapa ndo tunaanza. Kwa hiyo nikiklik sehemu ya get started, tutaklik hapa sehemu ya get started. Kwa hiyo kwa sehemu ya get started anasema before you begin make sure you have Node.js or version ya 15 au zaidi installed kwenye PC yako. Kwa hiyo kama una Node.js utaklik hapa. Kwa hiyo Node.js ni runtime environment kwa ajili ya JavaScript. Kwa hiyo kwa ajili ya kurun JavaScript kwenye upande wa Node.js then unahitaji nini? Unahitaji kwa ajili ya kurun Express.js kwenye upande wa server side then unahitaji nini? Node.js. Kwa hiyo kama una Node.js unaweza ukaklik kwenye tab hapa utaandika Node. Kwa hiyo ukiandika Node unakuta inakuja hapo kwamba una Node.js, au kama una terminal unaweza ukasearch cmd, ndio hivyo. Kwenye cmd hapa utatype neno Node. Ukiona umetype neno Node itaonyesha kwamba una version fulani ya Node. Kwa hiyo kama hujainstall hakikisha unaenda kwenye hii link ya node.js.org.original, then utakuja hapa utabinya get Node.js, then utachagua operating system yako. Kama wewe upo kwenye upande wa Windows utachagua Windows kama mimi, if it is Mac OS utachagua Mac OS, na kama upo kwenye upande wa Linux uzuri unakuwa una terminal pia unaweza kuinstall kwa kutumia commands na upande wa kitu kama hicho. So hakikisha umepitia hapa. Kama una Node.js ufanye installation, ila jitahidi uepuke hii step ya hapa, inakuwa ni rahisi ukitumia tu step hii ya hapa chini. Kwa hiyo kama kwenye window utachagua .msi, achana na hii binary zip huwa inasumbua. Kwa hiyo kama unataka kitu simple utabinya hapa .msi, ukishamaliza kudownload utabinya installation, utamaliza kila kitu. Kwa hiyo ndio hivyo. Pia usahau kuchagua architecture yako kama ni X ngapi 64 au ARM, kitu kama hicho. So ukishafanya installation hakikisha unatumia command ya nini? Unatumia command ya node
v kwa ajili ya kuangalia version. Kwa hiyo hakikisha hii sehemu ya version imetokea. Then baada ya hapo anakuambia kwamba create a directory for your application and navigate it. Kwa hiyo ili tuweze kutengeneza hiyo, tufanye setup ya API na vitu vingine, na tengeneza folder. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nimeshatengeneza folder. Kwa hiyo nitakuja kwenye folder langu hapa. Nikishatengeneza folder ambayo linaitwa express.js, nitafanyaje? Nita right click hapa, maana nina VS Code tayari. Nitafungua moja kwa moja kwenye upande wa VS Code, ambapo kwenye VS Code yangu inakuwa katika namna hii hapa, trust folder. Na kuja hapa na zoom ionekana, napendaga iwe kwenye theme hapa, iwe light theme kwa ajili ya kurahisisha mambo. Kwa hiyo ndio hivyo. Baada ya kufanya hapo, nitakuja hapa, si ndio inafuata maelekezo. Then create folder. Kwa hiyo folder nimesha create. Kwa hiyo kama wewe uko kwenye upande wa nini, wa window, then sio lazima ufuate sana hizo steps, ila hakikisha una create folder. Hii command ni kwa ajili ya kutengeneza folder ambayo inaitwa make directory. Kwa hiyo kwa kuelekeza vizuri zaidi, ndio. Kwa hiyo kwa mfano ndo una application yako hii hapa, si ndivyo? Nitaenda kwenye folder la desktop, si ndivyo? Nikishaenda kwenye folder la desktop, na create labda folder kwa ajili ya nini, application yangu ambayo nitaita my app, si ndivyo? Kwa kushatengeneza hapo mkdir inamaanisha make a directory. Then cd tunatumia kwa ajili ya kuingia kwenye current directory. Kwa hiyo nitaandika cd my app. Kwa hiyo ni command. Kwa hiyo nikiandika hivyo ndio nitakuwa nimefuata hadi step hii hapo, si ndivyo? Kwa hiyo nikishatoka hapa mimi kinachofuata nitafuata hii process, nasema hivi use npm init. Npm init ni nini? Npm ni package manager kwa ajili ya ku trace kwamba dependencies zetu ambazo tunazitumia kwenye project ni zipi. Kwa hiyo vitu vingine unaweza ukaona ni vigumu saizi, ila the way muda unaenda utaelewa zaidi. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitaandika hichi kitu kinaitwa npm init. Kwa hiyo nikiandika hapa npm init, kuna maswali yataniuliza. Jina la app nitaandika my app, si ndio? My app version nitabinya default, enter, baadhi ya vitu nitabinya enter, entry point, then naweza nikasema index.js au naweza nikaita labda main.js. It's okay vyovyote. Ndio test command tunaacha nayo, repository tunaacha nayo, keywords tunaacha nayo, author tunaacha nayo. Hapa license naweza kusema tu MIT au unaweza kaacha hivyo hivyo. Then kwenye nanilia hapo tunatumia common.js. Hapo tuna preview kuangalia je kila kitu kiko sawa, nitabinya enter kwamba kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo nikibinya LOS itanionyesha list ya vitu ambavyo nimetengeneza. Kwa hiyo nikitaka nifungue hichi kitu katika VS Code yangu, si ndivyo? Unabinya code pamoja na dot. Hii inamaanisha kwamba itaenda kufungua kwenye VS Code. Kwa hiyo kama huna VS Code utaandika VS Code download, si ndivyo? Utaandika download. Ukishabinya VS Code download itakuleta hapa. Maana yake ni namilikiwa na Windows. Itakuleta hapa, then utachagua kutokana na operation yako, kama ni operating system yako, kama ni Windows, Linux, then if it is Mac then utachagua hapa. Kwa hiyo ndio kitu kama hicho. Kwa hiyo nikishafungua hapa nitakuja huku. Ngoja ni cancel ya mara kwanza. Nikija hapa nitakutana na hichi kitu. Je, baada ya ku click nini? Baada ya ku click ile npm init, nikija kwa hapa nitakutana na hichi kitu kwamba jina la application yangu inaitwa my app, versioning, description, license, author, type, main pamoja na script. Kwa hiyo the way muda unaenda kuna baadhi ya vitu tutajifunza zaidi. Kwa hiyo unakuta endpoint ya project yangu inaitwa main.js. Kwa hiyo nikija huku naendelea kwamba nasema hivi kwamba use npm init command to create package.json for your application. For more information on how package.json works utapitia maelekezo zaidi kwamba nini maana ya package.json, kwa nini tunaitumia, kwa ajili ya kufanya nini. Ila nashauri kwanza kwa mwanzoni usicomplicate vitu, wewe fanya tu, then baadaye mbeleni, baada kama ya saa moja au dakika ngapi ukimaliza hii tutorial utajua vizuri. Wanasema hivi
This command prompts you for a number of things such as the name, version. For now, you can simply hit return to accept the defaults for most of them with the following exception. Kwa hiyo entry point hapo. So baada hapo yeye amesema atatumia app.js, ambapo kwenye tutorial yetu tumesema atatumia main.js. Kwa hiyo tunaendelea, anasema tuna install nini express katika folder letu. Kwa hiyo nitaicopy command, inamaanisha kwamba npm install hichi hapa kitu, kwamba jamani, naomba kupitia kwenye hao watu wa npm nataka ni install hii package inaitwa express.js. Kwa hiyo nita click hapa. Nikisha click hapa nitafungua terminal yangu, utabinya control J au utakuja hapa utabinya hapa new terminal. Where is new terminal? New terminal, sorry. Utakuja hapa utabinya new terminal. Kwa hiyo ukishabinya hapa kwenye new terminal nitasema npm install nini express. Hii ndio package ambayo tuna install katika project yetu. Kwa hiyo tutasubiria kidogo hapo hadi imalizike. So nita pause video kwa hii part, itakuwa imeshafanya installation. Kwa hiyo tunaambia kwamba added package hizo, then nime-audit kitu kama hicho, then nitaendelea. Kwa hiyo nikija kwenye project yangu hapa nitakuta kuna folder limekuja inaitwa node modules. Sasa hili folder node module ndio zimecontain packages za express ambazo watu waishaziandika. Kwa hiyo sisi tunakuwa tuna build on top, maana hatuwezi kusema sisi wenyewe tunaanza from scratch. Inawezekana, ila kama kuna complexity. Kwa nini instead ya kusema kwamba tutengeneze kitu chetu sisi wenyewe, kwa nini tutumie kitu ambacho kipo on top? Unaweza ukabuild kwa ajili ya lengo la kujifunza, it's okay. Kwa hiyo ndio hivyo, utakutana na folder pia la package log.json. Kwa hiyo itakuwa kwa ajili ya kutrack dependencies za project yako. Kwa hiyo kutokana na vitu ambavyo umeinstall. Kwa mfano kama sisi kwetu tumeinstall nini express.js, kitu kama hicho. So baada ya hapo nakuja huku kwenye tutorial yetu, anasema kwamba to install express.js template do not add dependencies. Sorry, kuna kitu hapa nimesahau. Kwa hiyo before kulikuwa hakuna hichi kitu kinaitwa dependency. Kwa hiyo dependency inamaanisha kwamba packages ambazo nimeziinstall kwenye project ambazo pre-written code. Kwa hiyo nikija nikiinstall kitu kingine kitakaa hapa kama package. Sio kama nipanda. Kwa hiyo ndio wanasema to install express template and not add dependency list. Kwa hiyo kama hutaki express hiyo kwenye hapa list ya dependence, unaweza ukainstall kama nini dev dependence, kwamba isitumike kwenye production. Kwa hiyo tutaanza kuandika hello world kwa kutumia express.js. Anasema hello world example, anasema embedded below is essentially the simplest express app you can create. It is simple file app, not what you get if you use express generator which creates the scaffolding for a full app. Maelekezo haya, si ndio? Kwa hiyo anamaanisha kwamba kwenye hii analia tunaanza kufanya nandia. Kwa hiyo tutaanza huko. Kwa hiyo kitu cha kwanza nita create file hapa ambayo nitaliita nini main.js. So main.js ni kwa ajili ya kufanya nini startup ya API yetu. Kwa hiyo tutaanza kupitia kwenye package ya express, nitasema constant nitaita express sawa na nini require inamaanisha nini na inabidi kuna package ambayo inaitumia. Sasa inakuwa kama na import, then require nasema package ambayo inaitumia ni express, sio hivyo? Kwa hiyo ndio hivyo, then nikisha binya hii package, then nakuja nasema natengeneza entry point ya project yetu ya server, labda tuseme unasema API, nasema const app sawa tunatengeneza instance ya express.js. Kwa hiyo tunatengeneza instance ya express.js, sio hivyo? Then baada hapo, kwa hiyo import, then tumetengeneza new instance ya express.js. Kwa hiyo ukiwa kama ulipata muda wa kupitia function, unaweza uka create function ambayo labda ukatengeneza package unaita math, then kwenye hiyo package ya math
kwenye package ya map kunakuwa kuna kitu kinaitwa labda seme addition, si ndio hivyo? Then kunakuwa kuna subtraction, si ndio hivyo? Multiplication na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndo the same way na express inayofanya kazi kwenye mambo ya import pamoja na kuexport, si ndio? Kwa hiyo ndo kitu kama hicho. Kwa hiyo hakikisha una fundamentals ya hizo vitu. Then baada ya hapo ukishatengeneza instance hapa, si ndio hivyo? Tunabidi kutokana na maelekezo hapa anasema hivi, tutatengeneza endpoint moja kwa ajili ya kufanya ya kutesti kwamba vitu viko poa, si ndio hivyo? So before kabla haya yote lazima kuwe kuna port ambayo kwa hiyo hapa hakikisha pia una fundamentals za networking kwamba nini maana ya ports zinafanyaje kazi, si ndio hivyo? Labda maana kwenye baadhi ya application kuna zile default ports, labda ports ya 22 kwa ajili ya SSH. Kwa hiyo jitahidi umejua fundamentals ya ports, nini maana ya ports zinafanyaje kazi, default ports ni zipi. Kwa hiyo unakuta muda mwingine kwenye baadhi ya application zinatumia port fulani. Kwa hiyo hakikisha kabla hujachagua port, hakikisha kwamba unajua kwamba hii port iko wazi au imefungwa au inatumika. Kwa hiyo nitasema cons nitatengeneza port labda nitaita ngapi? Nitaita labda port ya F3. Port ya ngapi? Ya F3, si ndio? Hii ndio itakuwa port yetu. Na mara nyingi tukitumia cons hakikisha jina la variable linakuwa katika herufi kubwa. Kwa hiyo baada ya hapo nitaita ile instance ya app, si ndio? Ambapo kwenye instance ya app nitatengeneza route kwa ajili ya get endpoint. Manake hapa inabidi tupige kasomo kidogo kuhusiana na HTTP request, si ndio? HTTP request, si ndio? So kwenye HTTP nasema HTTP request, si ndio? Kwa hiyo kuna get, kuna post, kuna update, si ndio? Kuna delete, si ndio? Ambapo mara nyingi watu wengine hizi huwa wanapenda wanaziita include kwamba create, si ndio? Read, update pamoja na delete. Kwa hiyo ndo hizo vitu. Kwa hiyo ni endpoint. Kwa hiyo get tunatumia kwa ajili ya kupata kitu fulani. So hapa inavyofanya kazi ni kama client server architecture. Kwa hiyo kuna hichi hapa kitu, si ndio? Then kuna kitu kingine hichi hapa, si ndio? Ambapo hii tunasema huku ni upande wa client, si ndio? Then hapa upande wa wa client, si ndio? Then hapa kuna upande wa server, si ndio? Upande wa server ndo client server architecture, kwamba mimi nakuwa nimetuma request hii hapa, nasema nimetuma request request inakuwa imeenda kwa server. Kwa hiyo hapa ninayotuma hapa nasema hii naita request, si ndio? Request. Then hii hapa nasema natengeneza hapa, si ndio? Request. Baada ya mimi kutuma request napokea response, si ndio? Kwa hiyo ndio hivyo kwa ajili ya get. Kwa hiyo client ni kama mtumiaji wa kompyuta, au sema mimi nipo kwenye kompyuta hii. Nikienda kwenye Google labda nikaandika labda expressjs.com, si ndio? Kwa hiyo nikiandika hichi kitu nakuwa nimetuma request. Kwa hiyo wanachokifanya Google, kuna kitu kinaitwa domain name system. Kwa hiyo katika domain name system kutokana na kila website inakuwa ina IP au tunasema ina address husika ambayo inaitambulisha hiyo application. Kwa hiyo nikituma request kwenye expressjs.com, Google wanachokifanya wanaangalia kwamba express.js ina match na address ipi. Kwa hiyo kama ni address labda ya express ni labda sema ni 120.120 labda 35, si ndio? Nikishatuma hichi kitu wananiletea majibu kutokana, kwa hiyo wana match hapa, then ndo napata response. Kwa hiyo response inakuwa inaenda kwenye server. Kwa hiyo kama kitu kitakuwa kimepatikana, mimi nitarudishiwa majibu ambayo ndio tunasema response. Kwa hiyo ni get request.
Kwa hiyo usipopata majibu inamaanisha labda ni response labda 404 inamaanisha not found, na hapa kama nikipata majibu status code huwa tunakuwa ni 200. Status code ya 200 inamaanisha okay, si ndio? Status code ya 200 inamaanisha okay. So baada hapo kuna endpoint nyingine ambayo ni post. Post tunatumia kwa ajili ya kucreate kitu, si ndivyo? Let us say umekutana na form fulani kwenye web, si ndivyo? Kwenye form fulani kwenye web, si ndivyo? Labda form tunasema login form, si ndivyo? Sasa kwenye login form hapa naweza nikakutana na vitu mbalimbali, labda wanasema jaza jina, si ndivyo? Then login form, si ndivyo? Then hapo name na assume vipo tu hivi vitu vile. Then hapa kuna button ya kwa ajili ya kunini, ya kulog in. Kwa hiyo tunasema login, si ndivyo? Kwa hiyo kwenye hii button ya login, si ndivyo, nitaita labda background hivi. Kwa hiyo nikiingia kwenye web nikajaza jina, labda sema jina hapa let us say nikasema Dulzak, si ndivyo? Dulzak. Kwa hiyo nikitaja hii jina, si ndivyo, then nika click login, si ndivyo, itakachokifanya katika upande wetu itasend nini? Post request. Post request inatumika kwa ajili ya ku create kitu. Kwa hiyo ikishatuma hiyo post request, then server itarespond kwamba hizi credentials ni sahihi, si ndivyo? Ukiachana na hivi pia kwenye upande wa ku create account. Kwa hiyo kama request yangu itakuwa ni sahihi, nitapokea response ya ngapi? Ya 201, si ndivyo? Response ya 201 inamaanisha nini? Response ya 201 inamaanisha kwamba kitu kipo nini? Created. Sijui kama umenipata. Inamaanisha kwamba umefanikiwa kulogin, let us say pia labda umefanikiwa kuregister. Sasa tunaendelea kwenye upande wa kuupdate, tunatumia kama unataka ufanye changes za vitu, si ndivyo? Labda unataka ubadilishe jina, kitu kama hicho. Kwa hiyo kwenye upande wa kuupdate inaeleweka. Kama itakuwa successful pia tunampa response ya ngapi? Response ya 200 kwamba response imekuwa successful. Na pia kwenye kudelete tunatumia kwa ajili ya kudelete kitu, si ndivyo? Let us say unataka udelete account. Udelete account, na mara nyingi hii hapa tunasema tuweke kwenye color ya mara nyingi wanapenda hii delete iwe ina rangi ya nini? Iwe ina rangi ya nyekundu, update blue. Naona kama zina change but it's okay. Kwa hiyo mpaka sasa najua umepata nini maana ya get request, post request, update na delete. Kwamba get tunatumia kwa ajili ya kupata kitu fulani, kutuma request. Mfano, let us say kwa mfano click labda tuseme click nini? express.js.com. Kwa hiyo ninachofanya hapa, nimetuma request. Google amerespond kumatch IP yangu kwa kuangalia kwamba huyu express IP yake ni ipi, kwamba huyu huyu express.js, si ndivyo? IP yake ni ipi, si ndivyo? Labda IP yake ni tuseme ni 123 labda na XX. Umeona? Baada ya kurespond kwenye hii, si ndivyo? Google baada ya kuangalia kwamba huyu jamaa express IP yake ni, kwa hiyo mimi narudishiwa response ya kutoka kwenye express.js kwa sababu mimi ni server, mimi ni client. Kwa hiyo client ni ili kusimplify vitu tunasema client ni kama PC. Kama mimi ambavyo natumia PC hapa, ukiingia YouTube ukaandika labda jinsi ya kujifunza Express utakutana na tutorial labda, si ndivyo? Hii inakuwa umetuma request, client ametuma request, then mimi na server Google ana response kwa kukupa nini? Response. Umenipata? Kwa hiyo ndio kitu kama hicho. So tunaendelea. Baada ya kufanikiwa tunakuja tunatengeneza nini? Port. Ndivyo? Port. Alafu kitu kingine ambacho nataka nieleze ni kwamba ni kama tu umeenda mgawani, wewe si ndio upo mgawani pale ndio client, then server huyu anakuwa labda ni mtu wa pale wa misosi. Ambia
mwanangu hakuna nini, hakuna chapati hapo, natuma request maombi. Then baada ya kusema chapati zipo, huyu ananirudishia response. Kwa hiyo ndo kitu kama hicho. Kwa hiyo ndo client server architecture. Kwa hiyo tunakuja kwenye application yetu, tunasema get endpoint. Kwa hapa tunapata get endpoint. Sasa kwenye get hapa tuna pass nini? Tuna pass kitu kinaitwa path. Je, kwenye path tutasoma API, issue za API design. Kwamba kwenye path yetu sisi hapa tunasema inakuwa kwenye nini? Courses. Kwamba tunamaanisha path ya root, si ndio hivyo? Then kwenye hiyo path kama hapa anavyoeleza, kwenye hiyo path kuna response pamoja na request, si ndio hivyo? Kwa hiyo hapa tuna pass nini? Request pamoja na response ambayo inakuwa ni, kwa hiyo mara nyingi inakuwa hivi, simplify tunasema app.get, si ndio hivyo? Hapa tuna pass nini? Handler. Tunaweka path pamoja na handler, si ndio hivyo? Kwa hiyo path yetu sisi ni hii hapa, si ndio hivyo? Handler ni hii nini? Request, kwa ajili ya kuenda nini? Request pamoja na response. Then naweka callback function. Callback function naweka nini? Hizi nini? Curly braces. Then nasema kwamba huyu jamaa ametuma maombi, si ndio hivyo? Ametuma maombi kwenye endpoint ya home, si ndio hivyo? Kwenye endpoint, ngoja niziweke kwenye documentation vizuri ili mtu mwingine aweze kuzipitia. Copy as image, ndio copy as image. Nasema readme.md, ndio naweka. Kwa hiyo utapitia pia na image nimeiweka kabisa hapa. Kwa hiyo baada hapo tunasema kupitia ile nini? Request ambayo ametuma user, si ndivyo? Kwamba huyo ndo client, si ndivyo? At the same time tuna server, si ndivyo? Ametuma nini? Ametuma nini? Request, si ndivyo? Ametuma request. Sasa hiyo request ametuma kwenye endpoint ya nini? Endpoint ya kwenye path ya hapo, kwamba hii ndo root, si ndivyo? Kwa hiyo hii ni huyu ninasema ni nini? Huyu tunasema huyu tunasema ni client, si ndivyo? Client, na huyu tunasema ni server, si ndivyo? Ambapo ndo ana respond, then ana respond kwa kutuletea nini sisi? Kwa kutuletea response, si ndivyo? Response kwamba wewe umeapply kazi, majibu haya hapa, si ndivyo? So baada hapo tunapokea nini? Response, si ndivyo? Response. Sasa kwenye JavaScript, kwenye kodi yetu hapo ndo tunakutana na app.get. App.get inahitaji path pamoja na nini? Handler, si ndivyo? Handler, si ndivyo? Handler hapa inakuwa ni function, si ndivyo? Callback. Path inakuwa kama ni home, labda ni slash, si ndivyo? Muda mwingine unakuta wengine wanakuwa wana slash nini? Labda API, labda version 1 then users, si ndivyo? Kwa ajili ya kupata list ya users. Au nyingine tunasema API version 1, labda hapa tunasema nini? Books, si ndivyo? Kwa ajili ya kupata list ya vitabu. Kwa hiyo hapa tunasema hii response hapa inasema na return nini? List of users, si ndivyo? Then hii hapa ya chini yetu ina return nini? List of books, si ndivyo? Kwamba list ya vitabu, labda jina la kitabu, maelezo kibao, si ndivyo? Kwa hiyo tukija huku, si ndivyo? Kwa hiyo tunapokea response, si ndivyo? Sasa anasema hivi kwamba baada ya mtu kutuma request labda kwenye endpoint ya wapi? Ya root hapa, tuna respond kivipi? Tuna respond kwa kumtumia hii message inayomaanisha nini? Hello world, si ndivyo? Kwa hiyo hapa tuna respond vipi? Response yetu inakuwa inamaanisha hello world. Kwa hiyo tukija huku tunasema response.send, tunamtumia hiyo kwamba au naweza nikakopi tu ile capacity hapa. Inamaanisha send nini? Hello world, si ndivyo? Kwamba
ndo tumeanza na hii hapa, ila kwa Kiswahili wengi naonaga wanasema wengi wanapendaga wanasema sema dunia kwa Kiswahili, so ila I sound fresh, ila ndio hivyo, inamaanisha nini? Sema dunia. Kwa hiyo nikija hapa anasema hivi, then tunaangalia pia tunaisikilizia hiyo response kwenye poti ipi? Umenipata? Kwa hiyo tunakuja hapa tunasema hivi app.listen, sindivyo? App.listen, sindivyo? Ukija kwenye maelekezo hapa anakwambia hapa anasema hivi, hii app.listen inachofanya na listen for connection. A node hii hapa server returned within the application, ndio hivyo. Kwa hiyo hapa ni kama boilerplate ile ya kwenye upande wa Node.js imekuwa simplified. Kwa hiyo kwenye app.listen unapasi port pamoja na callback functions, ndio. Kwa hiyo port ambayo ndo ile pale juu, kwa hiyo tunasema port maana tumesha declare pale juu, then tunapass na hii callback function. Callback function hii hapa, callback function nasema kwamba tunailogi response kwamba hii response example app is running katika endpoint hii hapa, si ndio? Kwa hiyo nikija hapa nitaitoa hii, nitaipestia hapa, si ndio? Save, si ndio? Nikishaipestia hapa anasema hivi app.listen app with example port hii hapa. Kwa hiyo hapa tumekosea, badala ya port tumeweka tukilani tutaona inasemaje, tutajaribisha hapo tuone. Anasema hivi this app starts a server and listen at port ya F3 for connection. The app response is hello world for request to the root URL. Root URL. Kwa hiyo root URL ya hii hapo au route. For every path it will respond with 404, kwamba inamaanisha not found. Kwa hiyo sema ishi kwamba umegoogle kitu ila labda unataka upate kwenye website yako list ya users, ila au list ya users ya hapo, kwa hiyo itakwambia not found ambayo ni 404 code. Sijui kama umenipata. Hapa tunakuja maelezo hapa anasema running locally. First create directory, hapo maelekezo hapa tushapitia. Baada hapo kwa hiyo tunakuwa tunasema caution the request hii hapa exact same object, kwa hiyo tutapitia hivi. Kwa hiyo ili kuilani project yetu tutaanza na node then na jina la project. Then tunafanyaje? Kwa hiyo nitafungua hii terminal hapa chini, nitafanya kitu inaitwa clear, list kuangalia list ya mafile, then nitasema clear tena, nitaandika node main.js. Hapa tutaalau baadhi ya file permissions, ndio hivyo. Port, unaona anasema port is not defined kwa sababu huku tumeandika kwa herufi kubwa ila hapa kwa herufi ndogo, kwa hiyo JavaScript it is case sensitive. Kwa hiyo tutachange hapo, tutaita port hapo, tutaisave, ndio hivyo, clear hapa. Kwa hiyo muda mwingine jitahidi unaweza ukawa una document pia hizi errors kwa ajili ya kukumbuka zaidi, ukaicopy hapo then ukasema create, ukaita error.md, ndio hivyo. Hapa nasema error 1, ndio hivyo. Error 1 tunaiweka kwenye hapo. Kama hujui markdown tutasoma pia, Mungu akijalia uzima. Kwa hiyo tunasema tunaipestia hapo, ndio kwamba hii port ilikuwa sahihi, then tutaweka collection kwamba use port instead of port. Hiyo kama nipata. Kwa hiyo ndio hivyo. Baada hapo tutajaribu kulani tena project yetu, ndio hivyo. Clear, tunasema node, ndio hivyo, main.js. Anasema hivi app listen at port hii hapa. Kwa hiyo nikija kwenye localhost ya port ya ngapi? Port ya F3, ndio hivyo. Nitakutana na hichi kitu kinamaanisha nini? Sema dunia. Kwa hiyo kupitia hii endpoint yetu ya sema dunia tutakuwa tumefanikiwa kutengeneza API yetu ambayo tumetuma request, ambapo ni hichi hapa kitu, ndio hivyo. Copy ili nije nieleze hapa. Nimetuma request kwenye
hii route hii hapa au path hii hapa. Hii server yangu imekuja ambayo ni PC ina save hizo files, imekuja imerespond na hichi kitu kwamba hichi kitu gani inasema nini? Sema dunia. Kwa hiyo ndo response. Sijui kama umenipata. Kwa hiyo ndo kitu kama hicho. So ndo tunakuwa tumetengeneza API yetu ya kwanza ambayo ina respond na neno sema dunia. So baada hapo anasema then load hapa in browser to see the output. Ndio hivyo. Kwa hiyo ndo kitu kama hicho. So baada hapo tutaendelea, kuna baadhi ya vitu naona hapa wanaita complication, so necessary sana. Tutakuja tutapitia hii express generator. Express generator ni ipi, inafanyaje kazi, ila kwa sasa tunaweza tuka skip tu hichi part. Tukiskip hichi part maana tutakuja part ya kutengeneza routes. Ndio hivyo. Part ya kutengeneza nini? Routes. Ambapo kwenye hii part ya kutengeneza routes